all our worship. We give you glory for the great things that you have done unto us, the visible and the invisible. They make us glorify your name. They make us exalt you, our Father. And we don't take it for granted that you are good unto us. Thank you, Father. Oh, we thank you, Lord, for the things that you have done. We thank you, Lord, for the things that you are doing. We thank you, Lord, for the things that you will do. Oh, Lord, we thank you now. Oh, Lord, we thank you now. Let's say together, we thank you, Lord, for the things that you have done. We thank you, Lord, for the things that you are doing. We thank you, Lord, for the things that you will do. Oh, Lord, we thank you now. Oh, Lord, we thank you now. Lift up your hands and say again, we thank you, Lord, for the things that you have done. We thank you, Lord, for the things that you are doing. We thank you, Lord, for the things that you will do. Oh, Lord, we thank you now. Oh, Lord, we thank you now. I thank you, Lord, for the things that you have done. I thank you, Lord, for the things that you are doing. I thank you, Lord, for the things that you will do. Oh, Lord, I thank you now. Oh, Lord, I thank you now. We lift our voices together as we lift our thanksgiving unto you this morning, declaring that in the pandemic you have been very faithful unto us. We declare that in our troubles you have been more than faithful. You have not only conquered our enemies, but you have made us to know that you have defeated our enemies. We lift your name. We exalt you because you deserve the glory. Thank you, Father, even as we get into your word. The Bible says that the entrance of your word brings a light unto your people. And we pray that the light of the gospel shall reach us, my Father, and our lives will never be the same again. We thank you, we worship you. In Jesus' name we pray, and somebody say amen. Give a mighty clap of thanks to the Lord. We thank God for the opportunity that we have. Amen. God bless you. We may have our seats, play, praise and worship team. The Lord bless you so much. How I wish, and I think from next Sunday, we will be having our service the routine way as we usually follow it. And therefore, next Sunday, for those who will be coming, we will have 2 services. As we have had today, we have begun our morning. And basically, in the morning hours, we shall be doing much or dealing much with the prayer. Praise the name of the Lord.
For the church must pray. The church must pray. Amen. The church must pray. Somebody say, I must pray. Say it again, I must pray. Na wapendwa, tusidharau. Nimewaambia mara nyingi, maombi ni kama mbegu, unazipanda. Zingine unaona zikimea leo, zingine hauzioni zikimea, lakini kuna siku inafika mazao ya maombi yako inatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Thank you for joining us this morning, even those who are joining us online. We appreciate you are being there. For our visitors here who have come today to visit us, I can see several. God bless you so much. Maybe after the session, we will have some time to say hi so that we know who was amongst us. And kindly observe all the protocols that are required to be observed. One is social distancing, but not for a couple. So, with your wife, I don't believe that the Ministry of Health says you separate from your wife, and it cannot be your husband or your children if they are. You live in the same house, so even after this, you'll go into the same house. Praise the name of the Lord. So kindly, for those of you who are like that, a couple, or you and your son, or you and your daughter, and you're going to be in the same house, there's no problem. You can actually even give us more space by going together. Amen. My friends over there. Yeah. I know several. Ukisogeana hakuna shida, utatupatia space. Wewe sogea mama hapo. Itakuwa vizuri. Tupatie hiyo space, tunaweza pia mtu mwingine. Hey, my friend. Don't leave your Mwambia soge hapo, wewe usoge. It is acceptable. Because hata tukimaliza hapa sitaenda tu pamoja. So we appreciate. And that is okay. So I want us to get into the Word of God. For those online, we thank God. This is a continuation. It's the third Sunday we have been having this message about prayer and fasting, and particularly fasting. And today, I want to go to the other place. We have talked about many things, and I want just to maybe repeat a few. In fact, the topic is the place, the importance and the power of fasting. You must know the three. The place, where is fasting in your life? What is the place of fasting in your life? Mahali pa kufunga ni wapi? Umuhimu wa kufunga ni nini? Kwa nini tunafunga chakula? Kwa nini tunajinyima hii chakula? Unasema sitakula siku 3, sitakula wiki moja. Ni kwa sababu kuna maana yake, kuna habari, kuna umuhimu wa kufunga. Jina la Bwana libarikiwe. Na zaidi ya hiyo kuna jambo la tatu ambalo tunasema the power of nguvu zinatokana na kufunga. Mtu aliyefunga na yule hajafunga hawako katika the same realm. Praise the name of the Lord. And it is important for you to engage in prayer and fasting. This is why we are running. This is why we are doing it, so that you know, even in these times of pandemic and what have you, we must not leave behind our weapons. Praise the name of the Lord. We must remember, like Moses, if we are going to worship the Lord, there are things we must carry. Hallelujah. And I want to say this also. If we will survive in this situation, we must know what we need. Bwana Yesu asifiwe. Na hii mimi lazima ifundishwe habari ya nini? Ya kufunga. Nashukuru Bwana wale ambao tumekuwa tunaomba utazidi. Nilisema unaweza funga willfully kwa kupenda kwa hiari yako mwenyewe. All right? There is a willful fast where you decide to make your date. You say, on this day, I will not be eating anything. And then I say, number 2, under divine instruction. Somebody can fast because you are instructed to do so by God. God has commanded you to fast. Are we together? So kuna mifungo ambao si kupenda unapenda, ni sauti itanena kwako. Ni jambo litakuwa ndani yako unasikia nani kama sifai kukula. Na wakati mwingine sauti ya Mungu muiogope kwa sababu haineni na magurumo, inanena as a soft voice from within your spirit. Unaamka asubuhi unasikia nani kama sifai kukula. Lakini Mungu hata kwambia ni mimi nasema usikule. Saa nyingine ni moyo wako, sauti ya moyoni inasema wachana na chakula kwa sababu Mungu anataka ufunge. Wakati Mungu alinifundisha habari ya fasting, alinifundisha pia hiyo ya kuamka asubuhi, saa zingine ananiambia wachana na chakula, leo ni wewe na mimi. Saa nyingine si sauti nilisikia, ni jambo tu nilisikia kwa moyo. Nakumbuka nikasonga asubuhi ikafika
wachana tu na hiyo chakula mahali. Na sasa hivi iko tuchapati hapo na niko kijana. Hakuna mtu wa kuikula. Unajua sasa hivi kuna watu wa kunikulia. Hizi zimebaki, kuna watu watazikula. Sasa ni mimi peke yangu. Chapati ziko hapo. Zinatoa harufu. Kwa siku ya pili ya tatu ikifika, harufu ya chakula huwa deadly. Unaelewa mimi nasema? Hakuna kitu usikii kinuka vizuri, hata kitunguu. Praise the name of the Lord. Unasikia kama hujaikula kitunguu maisha yako yote. Na ni chakula tu umekinyima. There is something that is saying, bring the food. Amen. Siku ya tatu wakaniambia wachana naye. Mpaka nikaambia Mungu, sasa mahali umenifikisha, hii chakula ni majaribu. Niletee mtu wa kukula. Na aliingia. Nikamwekea zote, nikamwambia kula tu. Mpaka ananiuliza, pastor, kwani kuna nini? Nikamwambia usiniachie kitu. Mpaka hata tukiongea unaona vile ananipea macho, ni kuniuliza, pastor, hii chakula iko nomo. Lakini si kumwambia ni nini nafanya nimpatie chakula chote. Mungu akanifundisha lugha yake, a soft voice that speaks. Praise God. Fasting is important to you. Na leo ndio huwa naangalia nyuma. Naangalia maisha yangu siku zile, that is about 23 years ago. Ninagundua kwa nini Mungu aliniambia niwache chakula, nijinyime hivyo, niondokee kile nilikuwa ninafanya, nifunge chakula nimetafuta. Bwana asifiwe sana. Siku zile ni siku za kuamka na uko peke yako. Ukiamua haukuli, kuna mtu utafanya. Lakini sasa naona kuna mtu hapa. Bwana asifiwe. Asa tekeleza chakula, jaribu hapo kusema ya ukuli. Ndio unaulizwa, mbona hukusema mapema? Kabla sijaganga mayai ulikuwa wapi? Si ulikuwa kwa hii nyumba? Kwa nini sasa hiyo mambo yote badala ya kuongea, funga saa hii. Jinyime chakula sasa. Praise the name of the Lord. Oh, I appreciate and I thank God for the opportunity that we have. Now, I want to say this. The other time that I said you can pray and fast is in times of crisis. If you are in a crisis, you can fast. There is trouble in your life. And I mentioned the Psalms 50 verse 15. It's a very important scripture. Psalms 50:15. Pray in the times of trouble. The Bible says, call unto me in the day of trouble and I will deliver you. So when you are in a crisis, you can fast. When things are not working, you can fast. Praise the name of the Lord. And there are many scriptures to show that. Another thing that we say, you fast when you feel you want to humble yourself before the Lord. Kuna mahali unaweza fika unasikia na kuna kakiburi kameanza kujenga. Unaanza kuona kama ni wewe unajisaidia, ni wewe hiyo pesa uko naye, umefanyia kazi. You have labored, you have really worked. Sasa kuna wakati unafika unakumbusha Mungu, mimi sijafunga kwa sababu ya kukosa. Nimefunga nijikumbushe ni wewe umenibariki. Nimefunga niwe ninajikumbusha. Isipokuwa ni mkono wako singefika mahali nimefika. Biashara yangu haijasimama kwa sababu ya akili. Ni neema tu umenipatia. Kuna watu walifungua kama mimi, hata walikuwa na capital kuliko mimi, lakini Mungu umenineemisha. Unafunga ya kujinyenyekesha. Usishikwe na nini? Na kiburi. Bwana Yesu atukuzwe. Na wapendwa muogope. Life hii, ministry ikiwa successful, fast na usifunge kuombea ministry, funga ujinyenyekeshe. Maana ni rahisi sana kuibiwa na pride ya ministry. Kiona watu kama hao wote wamekuja kukusikiza, unaona na letegeretie, nimejaribu, nimefanya kazi. Kitu unasahau, si kwamba uko gifted kuliko wengine. Kuna watu wako kwa kanisa hii wanaweza hubiri kuliko mimi wakipewa nafasi. Kuna watu wako chini yangu wana mambo makubwa kuliko yale niko nayo. Kuna watu wamesoma kuniliko lakini waketi kunisikiza. It is the favor of God. Unafunga ujinyenyekeshe. Bwana asifiwe sana. In lastly I said you fast because of repentance or to repent. Umefunga kutubu. Kuna wakati ambapo unaweza angalia dhambi zile umefanya, unagundua kuzivunja ni kupitia kufunga. Kuna dhambi ya uwezi vunja ati kwa sababu unaomba hapo unasema vile Yesu ni mwema, haleluya natakaza. Funga chakula.
jinyime uvunje ile nguvu ya dhambi. Particularly nilisema hivi, when a sin is repeated more than once, unajikuta tu unaangukia katika ile dhambi. Please, fast. Ile dhambi inakwambia iko na msingi mzito. Ile dhambi inakwambia imetoka, ama dhambi unaona repetitive, unaiona kwa fulani, unaiona kwa fulani, unaiona family, unaiona imefuatwa na ile dhambi. Wewe funga. Amen. Shida fulani ukiona katika familia, funga. Kile wewe unaona inatokana, inaleta dhambi, ama inaingia katika dhambi, ama inaletwa na dhambi, si utubu katika kuhusu ile jambo. Praise the name of the Lord. So hayo ni mambo ambao tulisema. Sina muda wa kueleza mambo mengi, lakini tuliongea habari ya types of fasting. Number 1, partial fasting. Tunaijua kibibilia kama Daniel's fast. Daniel chapter 9, ukiangalia Danieli alikula vitu fulani na vingine hakuli. Anakunywa maji lakini hakunywi divai ya mfalme, lakini mikate anakula na maboga, lakini hakukula nyama. Hiyo inaitwa partial fasting. Unajiwekea mipaka. You can partially fast. Unaweka some meals away. Unasema sikuli asubuhi, sikuli saa 7, nitakula jioni. Inaitwa partial fasting. Unasema nitakula asubuhi lakini siku mzima sitakula kitu, nitakula the next morning. Inaitwa partial fasting. Unaweza sema ya kwamba mimi sitakula kitu lakini nitakunywa kachai, ama nitakula tu matunda asubuhi na nikule tu matunda twingine pale jioni nikienda kulala, na si matunda. Unajua kuna watu wakisema tu matunda, ukikuta ile amewekelea avocado ni 4, lakini tu matunda anakula avocado 4 hii kubwa ile ya 300, mpaka unaona akiwa amefuga ni hasara kuliko akiwa amefugua. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja alinieleza, aliona mtu vile amefuga, akaona ile hasara ya sukari yameenda, afadhali angekuwa ni kukula anakula. Maana chai ni thamos after thamos after thamos. Yani thamos inaodolewa na ingine. Mnaelewa Yani ukikujia hii thamos iko empty, unakuja na amefuga. Sasa hiyo sio tabia. Ninasema lazima uchunge pia, uweke mipaka. Kama ni kufunga, ni partial fasting, it requires a lot of discipline. Praise the name of the Lord. Ukisema ni chai unakunywa, napenda wale ambao we are conversant with Heaven's Gate Prayer Mountain. There is usually a cup of tea for those who want to take. One in the morning and another one in the evening. Hakuna chai huko katikati. Ati ukikaa ukisikia hoi niko nasikia miguu inaleta shida, ati unaendea kachai. Hakuna. Ni asubuhi, hiyo ingine usiku, si hata jioni, ni usiku saa 2. Praise the name of the Lord. Sasa wengine uwezi shida siku mzima na chai hapo ati umefuga. Na mpaka toilet inaona shida. Unasikia mpaka mlango ya toilet ina complain vile umeipitia mara nyingi. Unaimalizia grease. Hapo mwezi sema amen, maana mnaona kama nimeharibika, lakini naongea ukweli. Because there are people ambao umefuga lakini ni sawa tu na umefugua. Inaitwa partial fasting. Number 2, kuna ile tunaita ordinary fast. Ordinary fast is the Christ's fast. You can check Luke chapter 4 and verse number 2. The Bible says after that he was hungry. The Bible does not say he was thirsty, but he was hungry. What does that one mean? There is a high probability Jesus was taking water. Bwana asifiwe sana. Unakunywa maji. Hiyo ni ile fasting, unakunywa maji kavu, maji ya mto, ya mfereji, ya chupa, na isiyowekwa kitu kingine. Ati maji na dimu. Hiyo maji na dimu ni partial fasting unafanya. Chai ni partial fasting unafanya. Are we together? So kama unataka ile ordinary fast, unaweza funga hiyo, uachane na vitu zingine. Na niwaambie wapendwa, hii miili yetu inahitaji ka break. Sukari ikatae kuingia kwa mwili. Mwili mpaka figo zikae siku 3 bila kufanya kazi, mpaka figo zinasema kazi uendelee hivyo. Maana zimefurahia, ziko busy. Amen. Lakini wengine hapa kuna mtu mmoja alifunguliwa, yani ni mtu mchanga, lakini walipomfungua waliona viungo vyake, sijui kama ni figo ama ni nini waliona. Waliangalia wakamwambia yako ni kama ya mtu wa miaka 90 wote. Kiungo cha mwili, kwa sababu kimefanyishwa kazi bila kupumzika.
mambo ya wapendwa, hii kachai unakunywa asubuhi, kuna kachai ya sasa ya kufungua macho, sasa na chai yenyewe. Hii wapendwa. Wakati hapa kuna kuwaka na kachai ya kufungua macho, kana haraka na thamos, ama kana hiyo asubuhi, kanawekwa joto asubuhi ya kufungua macho. Praise the name of the Lord. Sasa hii tabia mpaka figo inachoka, imefanya kazi mpaka inaanza kugoma. Hii kitu uachana naye. Kuna wakati mwili wako unahitaji that relaxation. Maini yako, it is a blood store. Si mnajua hivyo? Blood bank yako si ni maini. Maini yako iwe na damu safi mpaka unasikia mwepesi. Akili inaacha kuwa clogged. Sio damu yako iko na sukari mpaka akili unaona. Unaona kwa watu wengine, unaona mkikakaa tu anakaa kama anataka kufungua macho zaidi. Na unajua macho haiwezi funguka zaidi ya vile inafunguka normally. Lakini kwa sababu ya akili imechoka. Ndio watu unaona siku hizi watu vile wanaongea habari ya kusahau. Pia mtu kitu akifika kwa mlango anarudi umesema nini? Sukari is the main problem. Maana kila kitu tuko nayo iko na nini? Sukari. Karibu uweke ugali ka sukari. Na kuna watu uiweka ka sukari. Wewe ni watu tu unaona hapa ka sukari. Kwa ugali. Ate hili hiyo jamani. Sasa umekula sukari, umekunywa sukari mpaka akili imechoka. Haishikanishi kitu, the chemicals zile zinafanya kazi. Kuna chemicals zingine haziwezi kuwa released as long as there are other chemicals. Praise the name of the Lord. So your body at times requires that some chemicals are exempted so that others may come in and may work properly. Sasa wapendwa, wachaneni na hii fast ya kukunywa kachai, maziwa, mpaka mwingine umefuga haukuli, lakini yogurt unagonga mikebe 3. Unajua ile packet moja ya yogurt 500 ml. Eda usome hapo kwa packet hapo upande, uone kila joule zile inakupea energy ile ina produce, uone ni sawa na ugali sahani ngapi? Sahani giresha hivi. Sasa we kula, wacha kusumbua watu hapo ukisema ati nimefika hapa iko mlimani lakini niwekee kashai. Unaongezewa chai unasema negatigara kamebaki na uko kwa we shuka, wacha kusumbua watu. Na kuna number 3 ile tunaita absolute or total fast. Absolute or total fast. Sasa ninafikiri kwa hiyo umeelewa. Then in Isaiah 58, which we shall consider very much today, nili mention fasting zile ambazo ziko na kasoro, wrong fastings. Fasting yoyote ambao utafast iaguke katika hii category, uko na kasoro na haitakusaidia. Na kama kuna majibu utapata, ni mashetani yatakujibu, yatatake advantage of your ignorance and the prayers you are making, and they will utilize it negatively. So number 1 in wrong fasting is where you fast to seek your pleasure. You fast to seek pleasure. Pleasure ni kusema ni raha zimekupeleka pale. Ni vitu ambazo hazina maana. Do you know, I want to say this. Jesus said in Matthew chapter 6 verse number 33, seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Blessed be the name of the Lord. There are things that you should seek for. The kingdom of God. Not your pleasure. Raha zako ndizo zimekupeleka pale. Umefunga na kile kitu unaombea. Ni vitu ambazo ni raha tu natafuta. Enjoyment. Bwana Yesu asifiwe. Omba na ufunge kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Omba na ufunge umjue Mungu. Omba na ufunge upate njia katika Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. So it is wrong to fast for your own pleasures. Number 2, when you fast to oppress someone. When you fast to do what? To oppress someone. Hiyo mifungo ya kufinyiria wengine haitasikika biguni, mashetani ndio itakujibu. Mfungo wa kufinyiria mtu ni nini? Ni wakati unafunga na unafunga ukilenga mtu. Na hiyo inafuatwa na ya 3, when you fast to strike somebody. When you fast to do what?
to strike somebody. Praise the name of the Lord. What is to strike somebody? Unaombea watu wapate mabaya. Unaombea watu wapate magonjwa. Bwana ninaomba uwafanye wawe na homa ili wajue. Sasa wewe na murogi nilikwambia, no difference. Hiyo inaitwa uganga Biblia. Uganga Biblia. Wewe ni mchawi kabisa. Biblia haina hiyo, na niliwaambia the other time, hakuna mambo hata wale unajua ni wabaya. Mambo ya ati umefast ili return to sender. Hiyo mshale wa merusha, ninaigeuza, ninairudi. Hiyo mafungo, hiyo kufunga. Wewe sasa na wachawi hamuna difference. Na utateswa kwa sababu ya hiyo. Number 4, it is when you fast to quarrel. Fasting for competition. You fast, but the reason why you are fasting is for competition purposes. Na unajua hii kwanza hii particularly kwa watu wale wanafanya kazi kanisani, the gifted people. Ni watu wangapi wamefunga hii mfungo? Majority. Watu wengi sana wamefunga hii mfungo. Hii mfungo ambao anafunga Bwana. Tumia hiyo kipawa yangu ili watu wajue ni wewe umenituma. Sasa fine. Utasikia kama mtu ambaye maombi mazuri sana, lakini wewe sasa ni competition. Bwana asifiwe sana. Your prayer should be, God, use me as you. Jesus said, not my will, but your will be done. Pray that God will use you the way He wants. Praise the name of the Lord. Wapendwa, muogope. Musa aliteremka na nguvu na uwezo. Ametoka kufunga 40 days, ameteremka na uwezo. Lakini alipofika pale chini, maana alisahau si mimi ni Mungu, akagoganisha amri 10. Shida za Musa zilianza hapo, kuangusha zile amri 10. Are you in the house? Because he was not supposed to do it. The other day he went to the Lord and he was given an answer. But instead of showing the glory of God, what did Moses do? This is what he did. He came and said, Master, sisi tuwapatie maji na ndugu yangu. Tuwapatie maji. Mnataka kuona? Akagonga mwamba. Maji yalitoka, lakini Musa akaambiwa. Wakati watu wanakunywa maji, aliambiwa Musa, hebu kuja kidogo tuongee. Akapanda mlimani, akaambiwa haya, jiangalilia vizuri. Naona hiyo nchi? Ruben atakaa pale, Fulani pale, Juda huko, Simeon pale, Isakari pale. Akaambiwa, lakini wewe hautaingia, maana haukunipa utukufu. Don't fast to be seen. Never fast for recognition. Praise the name of the Lord. I am called to be a pastor, but whether you recognize that or not, that is none of my business. My business is God to be manifested. Praise the name of the Lord. Can I tell you this, and I've told you many times? I have loved the season of coronavirus. It has awakened an international minister in my life. I never knew I was an international minister until I started preaching, sending the messages on YouTube, and people watch them. Mtu mmoja aliniambia, Pastor, don't worry, ati hiyo YouTube umeweka message, unaona imeonwa na watu wawili, watu watatu. Akaniambia, endelea, hiyo ni archive, ni store, watu watakuja kuzitafuta. Bwana asifiwe sana. I want to believe by next week we should be having a good camera here that is able to broadcast to the world. Bought in America by somebody in America who listened to me as I'm preaching. Are you getting what I'm saying? So I never knew. So I don't need that nifunge baba, wafanye wajue, wafanye wa. Pray that God use me. I am your vessel. If God uses you, people will know God is using. Don't compete. Ati just because akaulinyang'anywa microphone, hiyo si kitu ya kukunyamazisha. Pray and fast. Utaitwa hata ukiketi huko nyuma, utaona mtu amekufanyia hivi, kuja uchukue mic. Story imeisha. Lakini wengine sasa kinyongo umeweka ndani. Ni makina waibe. Baba wako na akili. Walisema mimi naiba kama chura. Hata kama unaiba kama ng'ombe, iba. Omba na ufunge. Mungu akikutumia, utukufu utamrudia. Na watu watasema, that is a man of God.
Praise the name of the Lord. And don't worry about how many people are following you. It's about who is in you. Don't worry about how much it costs the suit you are wearing. Don't worry about whether your shoe is a brand new or the old type. The most important thing is God within you. Unajua siku hizi watu of course nashukuru Mungu, kanisa la leo Mungu ametuamsha. Kuna kanisa mimi hata kabla sijajua vile vitu ninajua. My wife is here, she can tell you. Zipporah was there. Niliwaambia kuna nyumba siwezi jenga. Mama Mwangi was there. Nikawaambia kuna nyumba siwezi jengea Mungu. Sikuwa najua yale mambo najua, lakini kuna vitu nilisema, ai, unajenga kanyumba mpaka watu wanasoma ibada wakisema ni nani kama we, maana mtu anaona kaka noka tugwire kanaweza tu agukia. Hiyo nilisema hata wale wanajua ile kanyumba ilikuwa hapa zamani. Kalijengwa na fundi. I remember some people came here to worship and they told me, Pastor, this house is small but it is smart. Maana kalijengwa na fundi. Tukalipa pesa nyingi za kujenga kwa sababu tulikuwa tunataka kitu smart. Lakini niwaambie, it doesn't matter how smart the altar is. How smart the house is God in the house. It's God in the house. Because you can have a beautiful altar, a place ambao watu watakuwa wanasema wow. Kuna siku moja Ezekieli alitazama, Biblia inasema kwamba akaona wingu la utukufu wa Mungu limeinuka limeondoka, na Mungu akamwambia imeenda na hii nyumba sitaingia, na ilipomolewa ilisha kutoka pale. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa anataka kusema it is not about a house, it's about the people. Praise the name of the Lord. Don't fast as a means of competition. Don't fast for recognition. Don't fast that people may know you. Don't fast for anybody to hear you. Don't even fast so that your ministry angasijuini. Pray to know the Lord. Seek to be known by the Lord. Jesus said, do not be so much proud because the devils were obeying you. No. Rejoice that your names are in the book of life. Is your name well revered in heaven? Is your name respected in the presence of God? That is the most important. Hizi vitu zingine zikusumbue. Kama jina lako linajulikana mbinguni na lina heshima mbinguni, hii dunia utapata heshima. Jina lako likikosa heshima mbinguni, hii dunia haijalishi watu wanakuita nani, hata kama wanakuitanga papa wakiwa wamepiga goti. Papa, oh, my papa, my mama. Hata kama utaitwa whatever you be called, it doesn't matter how people view you in the church. It doesn't matter whether your gift is the most vocal in the church. If your name is not in the book of life, if it is not in the records of God in heaven, my brother, you have wasted your time. The right kind of fasting, as I said from the book of Isaiah 58, I don't have the time to go back into everything, but I've just mentioned, in fact, I did not intend to go back into all these things. To loose the bonds of wickedness. Number one, fasting ya kwanza ambayo inakubalika ni ile fasting ina deal na dhambi. Hakuna fasting Mungu ana respect kulingana na Isaiah 58 kama fasting ambayo ina deal na dhambi. Ati umefunga kwa sababu ya madhambi, hiyo fasting inaguza Mungu mahali haguzwi na vitu zingine. Fasting ambao umefunga si kwa sababu ya vile umekosa pesa, ni kwa sababu ya hizi dhambi. Mungu tusamehe hizi dhambi. Hiyo fasting nakwambia Mungu ataiona akiwa kwake. Fungeni kwa sababu ya madhambi ambazo zinasumbua. Fungeni kwa sababu ya madhambi ambazo zinafunga wengine. Funga kwa sababu ya eneo. Mungu na wapendwa, take advantage of the grace. Ufunge siku 3 useme Mungu, siku hizi 3 ninaomba walevi wa hili eneo waachane na hizi pombe. Mungu wafikie, yani uwasamehe, uwaondoe katika dhambi. There is nothing than that. Blessed be the name of the Lord. Number 2, to break the yokes of oppression. Hakuna kitu Mungu tena anaona ya muhimu kama kufungua wale wamefungwa, wamesetwa, wanateswa. Vifungo kwa sababu ya mateso. Particularly when it is about other people. Mungu sijafunga kwa vile mimi sina pesa. I am fasting because I believe God. The
church, my God. I know there are people who are sleeping hungry. I know there are people who are suffering. Lord, I pray, have mercy. It is so great when you do such a fast. Number 3, when you fast, as I say, and you share with the poor. You fast and you share with the poor. And I say, it is time for us to practice this. Uangalie kufunga kwako. Siku zile umefunga, ufanye calculation ya chakula kile unakula. How much is it worth? Uchukue kile chakula ama ile pesa equivalent, uende upee masikini somewhere. Amen. Uchukue your meal, ile breakfast, upelekee mtu. Umwambie kula, maana mimi sikuli leo. Kula wewe. Hiyo ina heshima, lakini watu wengi unafunga na unaiweka hapo. Ndio niliwaambia wengine, asubuhi hii ingine ukiamuka, mtu atafikiria umetoka safari ya Mars. Unajua Mars? Umekuja na rocket asubuhi. Juu ya vile umepaga vitu. Uji ya jana, mkate ule ulikuwa ukule saa 4, karanchu umegawa kamuchere. Ndio unakuta mtu tu amekula hapo mpaka unamwangalia unashindwa. Sasa ile fasting ilikuwa ya nini? Kwa nini ulifunga? Bwana Yesu asifiwe. Na kilichoko ni nini? Ni kwamba yule mtu hakujua taratibu ya kufunga. In fact, God expects kile umefunga upeane. That is expectation in Isaiah 58. And that is why I said we must change our paradigm concerning fasting. There must be a shift. Because there is no way ulifunga alafu ukaikula the next day. Sasa ni nini ulikuwa umefunga? Ni ufunge uipeane, uitoe kwa nyumba yako. Hiyo ndio fasting, it attract the favor of God. Praise the name of the Lord. Lakini wao wanafunga, akasema mnafunga alafu amwezi saidia maskini. Sasa Mungu akasema hiyo haina. Another thing is to cover or to clothe the naked. To clothe the naked. Fasting ya kukava aibu, ya kuondoa aibu. Na wapendwa, ndio ninasema ni lazima kuwe na badiliko. Ufunge chakula, uombe Mungu tuondolee hii aibu. Hizi aibu ziko. Aibu hizi ziko katika maisha. Aibu hizi zimejaa kwa kanisa. Wapendwa, can you imagine? Nashukuru Mungu ya kwamba president mwishowe aliamuka akasema ya kwamba pombe isiuzwe tena. Can you imagine ati kwamba bar ilikuwa imefunguliwa, kanisa imefungwa? Hamuoni hii ni aibu? Tunawezaje kuwekwa category lower than the bar? Ati kwamba bar watu wanaweza kunywa na wasiambukizane corona, lakini kanisani wataambukizana corona. Is this not a wake up call for the church? That we pray that this shame ituondoke. Tangulini kanisa likakosa sauti katika taifa la Kenya. That the church has no voice. And I want to say this, with all due respect, we are not ignorant of the facts that are given by the Ministry of Health. Aware. But we also, do you think me as a pastor, I would like to bury anybody here because of coronavirus? Come on. Do you want to say there is a sober pastor ambaye anaweza taka kuzika mshirika kwa sababu alikufa na corona? Kwa nini hawaoni kwamba tunaweza linda watu wetu? Tunaweza linda kondoo wale. Wapendwa, vitu zingine tumefanya kama wachungaji, sacrifice zile tumefanya kwa sababu ya kanisa. Wapendwa, hatuwezi taka kuona kanisa zikiangamia. Lakini nini najaribu kuambia? Hii ni maisha ya aibu. Na ndio nashukuru Bwana kwa wale ambao katika taifa la Kenya wameamua kuingia katika maombi non-stop. Maombi ambao haikomi. That we pray for this nation. We pray for the church. Aibu yetu iondolewe. Praise the name of the Lord. Are you not ashamed when you hear of the immorality in the church of God? Are you not ashamed when you know there are pastors who preach water in the day, but in the night, actually they are drinking with the drunkards? Are you not ashamed? This is a shame we must pray for. Lakini angalieni vitu zile tumefocus. Bwana, nimefunga siku 5. Hiyo Mercedes yangu ninaifungulia. Unafanya hivi Mungu aone, maana haelewi lugha, aone matendo. Mercedes itakupeleka siku 5 kwa mlima. Kama vile niliambia wengine hapa tuombe, wale walikuwa hapo asubuhi, tukaombea eneo letu la kifedha. Mmesikia ile maombi inaanguka hapa? Abia watu uombe aibu iliyo kwa kanisa. Ndio nasikia Baba, wewe ndivyo wewe.
Mzaha ile utaona kwa hiyo maombi ndio itakujulisha kwa nini Mungu anatuangalia hivi, anasema kaeni hivyo tu mko. Maana Mungu anashindwa. Kama ukiwa vile uko na hizo aibu ziko hazikusubui, nikikupatia heshima uinuke zaidi zitakusubua. Asifiwe. It is time for the church to understand we have a to pray concerning the shame within the church. That God have mercy and take away the shame, my Father, so that the church may go back to the place of glory, to the place of honor. Hallelujah. Are you blessed? And lastly is to pray for the family. Fasting nyingine inaguza Mungu ni wakati unaombea familia. Praying for your family. Praying for families. Praying for marriages. Praying that, oh God, deliver our family. Komboa ndugu zangu. They might be suffering. I pray, deliver them. Praying for your family touches the heart of God. Wapendwa, ufunge chakula useme nimefunga kwa sababu ya hii familia. Nimefunga kwa sababu ya mamangu. Nimefunga kwa sababu ya ndugu yangu. Lakini wengine hata ukisema mtu afuke, zile vitu unasikia ndizo zimempeleka kwa mlima. Kuombea destiny. Umefunga kwa sababu ya nini? Kuna mlango nataka ufunguke. Yaani vitu zile Mungu anaangalia, anaona wewe souls, mioyo haina shughuli kwako. Hakuna kitu kinavutia Mungu kwa mtu kama mtu ambaye anatafuta mioyo ya wengine, faida ya wengine. Paulo anasema hivi, I'm not aware, I'm not sure what to select. Do I select to die? Because if I die, I'll be with the Lord. But if I live, it is gain to the church. Paulo anasema sielewi nitachagua gani, maana nikifa nitakuwa mahali pema, lakini nikiishi kuna faida kwa wengine. Si faida yangu mimi venye ninazidi kuishi ni kuteswa, ninazidi kuteswa. Lakini anasema ninashindwa nichague katikati ya kuishi niteswe zaidi kanisa lifaidike, ama nikufe niache kuteswa nienda nikakae katika uzima. Huyo mtu anakuambia namna gani? Maisha yake anasema, and I believe there is a scripture ambayo inasema ya kwamba maisha yangu ni deni kwa mataifa. My life is like a debt to the nations. Can you imagine living for others, not living for yourself? Praise the name of the Lord. And I want to tell you this. Can I talk some sense to somebody? Even in business, even in... If you are solving somebody's problem, you are an asset. Can I say that again? If you are solving somebody's problem, you are an asset. If you are solving your problems, you are a liability. That's the difference between a good worker, a great businessman, and a poor worker and a useless businessman. Mungu awasaidie mshike kile nimewaambia. Nimesema jambo nzito. Kwa maana wengi tunaishi kwa sababu ya shida zetu. Mahali umeenda employment, umeenda kutafuta pesa yangu. Solve problems. Handle other people's issues. Bwana asifiwe sana. Daniel chapter number 6. We all know that the king intended to lift Daniel and make him the head of all the workers in his palace, in his kingdom. He was to be a prime minister. And what happened? The people around him said, huyu mtu akiinuka hapa, na huyu ni mgeni, huyu ni mtu. Lakini wakatafuta mbinu. Huyu mtu akiinuka hapa atatutesa, huyu mtu hatumuelewi vizuri, huyu ni mgeni. Wakajaribu kutafuta mbinu ya kuangusha Danieli. Waliipata? Hakuna. Biblia inasema for Daniel was a faithful and honest worker in the kingdom. Si Danieli akasema mimi ni mfungwa hata nilitolewa katika nchi yetu. Just imagine vile nilichukuliwa hapa nikiwa kijana mdogo. Imagine. Haki unatolewa kwa mama yako hivi, niliona mama yangu ameuawa, my father alikufa hapo hivyo. Sasa imagine vile nasikia kwa moyo. Wengine hapa waajiri kazi. Kwa umeajiri mzigo. Nikubeba utabeba, ukibadilisha hapa au unapeleka pale. Mtu ambaye hasikizani na watu, ni makelele throughout na matusi.
Akiulizwa kaswali anajibu supervisor na maneno mengine, anamwambia sasa wewe uliniajiri ama ni kuniangalia unaniangalia? Are you the boss? Wengine ukiwasikia wakiongea hautanikalia mimi, hautanikalia ndokoja kaya gorofa ndeke kwire ndi mundu muge ndina hakiri. Nani alisema hauna akili? Hii majibu unajibu ni ya mtu ambaye wewe ni mzigo kwa kazi. Watu wanasikia ukienda, mpaka ukienda likizo watu wanapumua, mpaka unakuta watu wakicelebrate gai daraka move high five, hakuji leo high five, kwa sababu wanasikia wewe ni mzigo. Nimesema unaitwa liability. Why don't you go and solve other people's problems? Carry the burden. And I want to talk to everybody that is employed here. Try to create solutions where you are employed. Try. Hata ukiajiriwa na mwabudu ng'ombe, enda umusaidie kufanikiwa. Wacha niambie watu wengine kwa nini utakaa the same level the whole of your life. Sababu you are creating no solution. Kazi yako ni kucomplain. Bwana Yesu asifiwe. Mimi husema hivi, kuna huyu muhindi mwenye spinners. Hii barabara unaona hapa tunaita Matopeni Road. Kutoka pale Masako Junction kuja hivi. Wapendwa, huyo mtu ni muhindi, mwabudu ng'ombe na vitu zake. Lakini huwa anatutengenezea barabara. Sasa hii hajaitengeneza, unaona inakaa namna gani? Wale ambao unajua hii barabara, ameishi kutengeneza drainage, anatengeneza barabara, anamwaga anaendea takataka mawe kule, inamwagwa matofali, anakuja anafunika mashimo. Wewe sasa wacha wivu, hii mtu wa ng'ombe atafanikiwa, maana ana solve some problems. Saa hizi si anachimba borehole Matopeni Primary, wewe umechimba nini? Hata uwezi saidia mtu kuchukua sahani yake mtoto ameacha hapo nje umwekee kwa mlango, unairuka hivi ndoka iname mgongo ndugatuike, uwezi inama mgongo isikatike. Those are the problems that will make you live in the same level, and the people will always look at you as a liability. Nobody will ever bother to see you rise. Praise the name of the Lord. When you come to church, don't be a spectator. When you come to church, try to solve somebody's problem. Hallelujah. Ati mtu hata kitambaa yake imeanguka, wewe ukiwa nyuma yake unaona imeanguka, na uwezi amuka mahali huko muinulie usipatwe na corona. Ni watu wengine unakaa na mtu mpaka mtu anakanyanga kitambaa, na ndio na ameanza maombi mazito, atatoa makamasi. Sasa ili ametafuta kitambaa, ndio anakumbuka, anaangalia chini, anaona kimeanguka, na uliona kitambo. Hawezi mwambia wewe ni mzigo. Hebu uliza jirani, wewe ni mzigo ama ni msaada? Hebu na mwambie tafadhali nijibu, mahali unafanya kazi, wewe ni mzigo ama ni msaada? Watu wale unakaa nao kwa plot wanakuona ukiwa mzigo ama msaada. Bwana asifiwe sana. Mimi hupenda kufundisha watu na maisha yangu. Mimi mahali ninaishi, hata watu wanajua stima zikipotea, mtu wa kuambiwa pastor hakosagi namba za watu wa Kenya Power. Mpaka nimejaribu kuambia kupiga simu kwa Kenya Power ina cost shilingi ngapi? Hawezi piga, watutumie 5. Na mimi wacha nikwambie pesa ya kupiga simu itakuja. Ndio unakaa unasikia umeguzwa kunitumia ka airtime. Na wengine mmekataa kunitumia, sijui mbona hamuguzwi. Mimi niko ready kutumia yangu kusaidia, hata si kwangu kumepotea stima saa zingine. Wengine wanakujaga na si kwangu imepotea, ni kwao, niwasaidie. Haleluya. Mimi ukinikuta natengeneza barabara kwa estate, utashangaa kama ni yule pastor unajua. Mimi mwenyewe napanga mawe, natengeneza mahali gari isije ikakwama, na si yako. Wengine napaka wanapakua, na narudi hapo napaka tu tena. Na mimi huambia, naye Jehova atanitengenezea njia, mshangae. Wewe goja tu hivyo unaniona. Sasa I usually say the day I will move out of that estate, everybody will know I moved out. Praise God. So I do things that are not my own responsibilities. I am the kind of a person, I believe in being responsible. Praise the name of the Lord.
Sasa ubarikiwe. Si tuende katika the benefits, kwa sababu hapa ndipo nilikuwa nataka tufike the benefits za fasting. Faida za kufunga chakula. Wakati unajinyima, unasema ya kwamba mimi leo sitakula chochote kwa sababu ninataka kuona Mungu, ninataka kusikia Mungu. Nataka nijue mapenzi ya Bwana. Praise the name of the Lord. So kuna scriptures mbili hivi nataka tusome ambazo zitatusaidia. Kitabu kimoja nataka tusome 1 Samuel chapter number 7 and verse number 9. Let me read from verse number 6. So they gathered at Mizpah and drew water and poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said there, we have sinned against the Lord. Watu wakaamka, wakakusanyika wapi? Mizpah. All right? And there they did what? They fasted the whole day, pouring the water as a sacrifice before God. And the Bible says they fasted the whole day. But let us continue. The Bible says, now when the Philistines heard that the people of Israel had gathered at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. One thing that I would like you to note as we try to understand the benefits of fasting is that fasting provokes the enemy. Fasting does what? Provokes. That is not a benefit, but I just want you to note it because it is important. The day you fast, kuna maadui watainuka. Ukiamua ni kufunga, kuna vitu ambazo hazikuwa zimeshughulikiwa kwenu, hazikuwa zimeguzwa, na kwa hivyo hakuna mtu angekuuliza swali. Lakini the day you decide to fast, kuna maadui watainuka. Kuna maadui watasema lazima kuwe na kitu kitafanyika. Huyu mtu ameanzana na jambo. Because the fasting is powerful. It raises the enemy's awareness. Inafanya adui aseme hapana. Ina create the attention of the enemy. Because ameanza kufunga. Huyu mtu atafanya jambo. Huyu mtu atafanya kuwe na kitu. Kwa hivyo fasting ndio maana it provokes the enemy. It invokes the enemy. It lifts the enemy. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unapata hilo neno? Kwa hivyo hiyo tu ni part of what I want to talk about. So the Bible says the enemies arose and came against the Israelites. And the people of Israel said to Samuel, verse 8, do not cease to cry out to the Lord and our God for us, that he may save us from the hand of the Philistines. Fasting nzuri, kama vile nilisema kwanza, fasting must be accompanied by prayer. If you are fasting and you are not praying, there is a problem. Bwana asifiwe sana. Usifunge ukose kuomba. Hata kama utaomba tu na whispers, lakini make sure you are praying. Hata kama utaomba muda mrefu, lakini make sure in your fasting there is prayer. But I would recommend constant prayer in the day of your fasting. Hata kama umefunga masaa matano, anza kuomba katika hiyo masaa matano. Katikati, hata kama unafanya kazi mahali unauza na unadiru na customers, katikati ya wakati customer ameenda na wakati unamuedhea kitu na wakati unampatia, saa ile hauangalii customer, hauna kitu ya kumwambia, zungumza na Bwana. Fasting must be accompanied by prayer. So, and Samuel said, I will not cease to pray for you. He took a nursing lamb, verse 9, and offered it as a whole burnt offering to the Lord. And Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. When you fast, you attract answers from God. When you fast, one of the benefits of prayer and fasting, or fasting rather, is attracting God's favor, God's answers to your requests. Maombi yako yatapata majibu wakati unafunga. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye unafunga, unapeana nafasi ya kupata majibu fulani kwa uwepesi, kwa urahisi. Lakini kuna watu hata tukisema kuna majibu haiwezi patikana. Kwa maombi yako ni maombi tu, haina fasting. Matthew 17 verse 21, Yesu alisema ya kwamba aina hii haitoki isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Kuna majibu ambao mashetani ile imesimama kwa njia.
haiwezi zuilia wakati umefunga, lakini kabla umefunga. And I people also to note this, that Matthew 17:21 is not available in every Bible. There are Bibles which omit that verse. Kwa hivyo wengine utaangalia pale chini kwa footnotes ndio utapata verse 21. Some Bibles hazina verse 21, particularly the Revised Standard Version and its variants do not have that verse. Praise the name of the Lord. So mtu asije akashindwa ni namna gani unasoma verse 21 na haiko. Iko hapo tu, kiangalia kwa footnotes utaipata. So let's move on. I want to read another scripture. The Bible says, verse number 10, as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to attack Israel. But the Lord thundered with a mighty what? Mighty sound, and that day against the Philistines. Ni lazima ajue hili neno ya kwamba wakati unafunga, you attract God's power. Attract. Fasting allows God's power to move. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Fasting allows come on. Fasting invokes the power of God into the life of a believer. So mtu yeyote ambaye atafunga atajiletea nguvu za Mungu katika maisha yake, na wapea faida za kufunga. Kitu kingine ambacho unaweza andika, fasting allows God to deal with your enemy. Fasting allows God deal with your enemies. Kuna maadui wewe hautawezana nao mpaka wakati utafunga. Kuna maadui hautashinda mpaka wakati utafunga. And that is what also the scripture says in Matthew 17 verse 21, aina hii haitoki pasipo kufunga na nini? Kuna maadui hauwezi ondoa kwa njia mpaka ufunge na uombe. Ujinyime chakula. Kuna maadui utavunja katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Now let's go to Isaiah 58 before I turn to Esther chapter number 4, kwa sababu tutakuja pale. Isaiah 58 tusome pamoja, na ili tuone zile benefits zimeandikwa pale pia. Some of them nishahando katika that scripture, but I would like you to see the following. We are in number what? Number 4. Katika verse number 8 tunapoangalia habari ya fasting. Then shall your light break forth like the dawn. Number 4, light breaks forth. When you fast, there is a light that breaks forth. And what is that light? Light is what I would call illumination, revelation. Unajua maisha inazungukwa wakati mwingine na giza. Unajikuta katika unajua njia unapaswa kwenda hivi. Unajua hata ile nyumba yako unayoijua, kukiwa na giza, nyumba ile ni strange. Come on. Is it not true? The house is strange when there is darkness. Mwangaza unafanya nyumba ile yako iwe vile unaizoea. Lakini wakati kuna giza, nyumba inageuka. Wewe unafikiri Mungu akiweka usiku aliweka, maana alijua kukikaa mchana akili yetu itakuwa accustomed kukula, kufanya tu kazi, na tunastahili kupumzika. Bwana asifiwe sana. As long as there is light, hakuna kuku hujaribu kwenda nyumbani. Hapana, hakuna. Kuku huanza kuingia wakati giza inaanza kufanya nini? Kuingia. Kwa sababu kuna change katika giza. So when we talk about the light breaking forth, there is an enlightenment, a revelation that comes when you fast. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema, ninakumbuka story moja nilipewa ya dada mmoja ambaye alifika mahali ametafuta kazi, amechoka. Ameenda kila njia, amechoka. Alipofika mahali fulani akasema, sasa wacha niingie katika kufunga na kuomba. Na wakati alifunga na kuomba, usiku mmoja katika ile fasting yake akaota ndoto. Ndoto ile aliona amechukua mchanga, matope, akatengeneza kama unga vile mtu anakanda unga, akatengeneza, akapika keki ya mchanga. Alipopika keki ya mchanga, akajiona ati ndio anakula na ndio anapea watu. Hai,
Sasa alipoamuka alijaribu kufikiria, akashindwa. Keki ya mchanga ya matope, hii ni nini? Lakini wakati alikakaa akasikia ati amepata ufunuo, akasikia moyoni mwake, kwani ngano si inatoka kwa mchanga? Akajiambia, hii kitu nimeona, hii ni ngano. Akachukua unga, hata hakuwa, sikumbuki kama alikuwa na pesa ya kununua ugabiri na tumafuta. Akaenda kwa duka akanunua ugabiri na tumafuta, akatengeneza vile aliona kwa ndoto akitengeneza ile keki ya matope. Akatengeneza keki yake hivyo. Alipomaliza kuitengeneza akapaki vizuri, akaenda kwa maduka akiuza keki. Anauliza mtu, naomba nikuuzie keki. Watu wengi wa duka walikuwa wanamwambia, niko na zingine hapa nyingi. Akaenda kwa duka ya pili, sichukui keki leo, niko nazo hapa. Akaenda kwa duka ya tatu. Alipofika ya tatu, mtu yule akamwambia hivyo, akamwambia, sasa naweza kukuachia hizi keki zangu, zikinunuliwa nitachukua pesa zikiwa zimenunuliwa. Akamwambia kama ni hivyo, na akamwambia, na zikiharibika? Zikiharibika ni zangu. Akamwambia sawa, niachie, kama ni hivyo niwachie. Akaachiwa. Sasa yule duka ingine alienda, yule mtu akamjibu vile vile, akamwambia, nitakuachia, ukiuza nitakujia pesa, nitakuja baada ya siku 2. Na yule mwingine hivyo akaenda akauza zile keki alikuwa nazo. Baada ya siku 2 akaenda vile tu alienda. Si anakumbuka ile duka aliacha keki. Duka ya kwanza kufika hivyo, yule mtu kumuona alimuuliza, sasa yani unakuja umesimama hivyo na keki hakuna? Unasikia story imechange. Sasa unawezaje kuja? Hebu chukua pesa zako uende uniletee keki haraka. Hebu chukua hata zingine Hakuna duka alienda akakuta kuna keki ilibaki. Watu wote walikuwa wanampigia kelele kwa sababu ya kuja amefanya nini? Amesimama hivyo. Akachukua zile pesa, akaenda na pesa zake. Hata alienda akatafuta pesa zingine. Sasa si unajua amempea mpaka capital. Akaenda akawaambia, akaajiri vijana 2, akatengeneza keki, akaanza kuzungusha. Within no time akona baiskeli, within no time anauza gari, ana gari ya kuuza keki. Mnajua ni keki gani? Mnajua kagumu? Huyo ndiye alikuja na hiyo kagumu. Hiyo keki mnajua kagumu. Huyo ndiye alipewa ufunuo na Mungu. In a fasting there was an enlightenment. Sasa wengine utakaa katika maisha, kuna ideas Mungu ako nazo, lakini wewe ni kuenekeji tu na masomo, wengine ni internet. Endelea kusoma. Na kusoma si baya, sijasema usisome. Are we together? Hata mimi kuna mambo huwa nahitaji Google. Ninatafuta vile lakini kuna vitu unahitaji ufunuo. Praise the name of the Lord. Mhubiri mmoja rafiki yangu, mtumishi wa Bwana. Amen. Alikuwa anahubiri eneo, akakuta eneo ngumu, watu hawaokoki, hawapendi kanisa, walevi, makahaba wamejaa. Na huko ni kwetu, kwa hivyo ninajua. Akisema hivyo anaongea ukweli, kwa maana hiyo ndio ilikuwa life. Ninakumbuka nikiwa shule, primary school, unaangalia watoto wale vituko zile wanafanya, paka unaona hii dunia itamalizwa kama Sodom na Gomora. Watoto wadogo, wengine walikuwa wadogo kutuliko. Ile vituko wanafanya jameni, paka unashangaa, kai Mungu si uko na uvumilivu? Kwa hivyo anaposema ile eneo, alikuta eneo ambalo watu hawaamini, hawaokoki, hawafanyi. Akaingia maombi. Alipoingia katika maombi akaomba, siku moja akiwa katika fasting, akaona katika anga kimwanamke kikubwa na kiko na minyororo kimefunga watu. Akakikemea, akakiambia ondoka, kikaanguka. Baada ya kuanguka, my sister ndio aliokoka. Watu wengine wakaokoka. Inchi ile ikaanza mabadiliko. Utukufu wa Mungu ukashuka, mji ukabadilika, kanisa likajaa. Are you getting what I'm saying? There is an enlightenment that comes by fasting. Unafanya kazi ya Mungu, na wale ambao mnafanya kazi katika departments, ni vizuri ufunge kuhusu hilo eneo unafanya kazi. Wacha kusema mimi ni asha tu. Hiyo asha lingi inahitaji ufunuo. Amen. Kuna mtu anaweza kuja kanisani na akona tatizo, akona amesubuliwa kwao. Alikuwa amekuja kanisani akasema, Mungu kama huko basi niende kanisa nipate amani. Wewe nawe ni asha. Mtu anaingia, badala ya unamuonyesha kiti pande ile, naona ile anataka kuketi na anaketi, anakopea macho ingine ya kukuuliza utadu. Badala ya upate ufunuo ujue huyu mtu akona mateso anahitaji msaada, unamwambia brother, either uketi pale ama mlango.
Huyo mtu akitoka na huo mlango ataenda commit suicide. Ndio watu wengine ukifika biguni naitwa wauaji, wanaitwa unaanza kuangalia wauaji watokee. Nasikia umegoka na hapa nyuma unaambiwa soka pere. Wewe ni mmoja wao. Nasema nani? Mimi nikaua mtu saa ngapi? Ndio utakuta story inatolewa, unajiona vile ulifanya mtu akakufe. Maana haukuwa na ufunuo. Fasting brings enlightenment. Praise the name of the Lord. So you need to fast. My brother, you need to fast. My sister, you need to fast. Enlightenment. Are we together? Katika Isaiah 58 verse number 8b, and your healing shall spring up speedily. Fasting brings healing. Fasting brings healing. When people fast, there is healing. Na kanisa la leo, kile kinafanya muone hata uweza wa Mungu wa kuponya hauko. Watu ni kukula, wamekula zaidi. Yes, watu wanakula tu. Ukikutana na ndugu akona miwa ya kutoka Kisii, na anatafuna kama ng'ombe, mpaka unasikia vile amekarusha mdomo. Wapendwa, hii miwa ya Kisii haikuishi kesho, utakula miwa. Mwoni kona hii, mtu achoma mahidi. Ukitembea kidogo, chemsha mahidi, chemsha. Na unajua kuna vile wanazitaja mpaka unaona ni kama kitu hujaiona. Mahidi, chemsha. Mpaka unasikia hii ni kitu tofauti na ile nimezoea. Amen. Mama yule wa doma amezichemusha hapo, zinakaa kama zimekuwa mind. Hii sio ya kuchimbwa, ni kuwa mind. Doma. Ukipita hivyo kuna mtu wa madizi 3:10 ya 3:10. Kuna mwingine hapa kwetu Roiro anauza mayai, hata hasemangi mayai. Delicious, nutritious, mnamjua eh? Hasemangi ni mayai anauza, ni delicious and ni hapa kwetu. So and that guy na ni mzee amekaa. Mimi nilimkuta tu akisema delicious. I am 17 years in Roiro. That is actually yeah, not 17, 18 years in Roiro, but he has still been selling delicious, nutritious. Hasamagi ni nini? Ni wewe ujipange ujue ni nini hiyo delicious and nutritious. Sasa unakutana na wa delicious, nutritious, choka bidi na mayai yake unajuanga vile anatoanga mpaka unaona kama ni muujiza. Anakazungushanga hivi mpaka unaona kama mpaka unaona kama ni miracle. Mpaka unaona hii ni mayai labda iwe imported. Tuache hiyo story. Sasa ndio unaona uponyaji uko bali na watu. Maana hata hii machakula tunakula, watu wengine hata kusema hautashikwa na corona ni neema tu. Maana hakuna kitu haukuli. Na miwa inatokea kwa kasuku kengine. Na muache hii chakula ya barabarani. Na siku ile tutakutana na wewe nione umenunua kitu kwa barabara, ndio utajua. Hiyo siku nitakushughulikia hapo kwa barabara. Nitakwambia wekelea hapa, nitazitupa ukiwa hapo. Tuache hiyo maneno. Mambo ya kwenda ukikula kimahidi na unapigwa na vumbi, unapitwa na tukutuku, pikipiki naye vumbi hiyo yote kwa mahidi, na unakula tu hii mahidi na unaenda ukirusha mpaka juu, unakagojea. Unajua ni watu tunaona kwa barabara, si mnasikia vile mnacheka, mnajijua. Kuna vituko tutawacha. Mambo ya mutura, ile mutura ya hapo ya huyo kajamaa na jamaa mwingine, kama mwingine nilikuwa naonyesha mke wangu tumatumbo tunini, katawero kale kamewekelewa hapo kakujipagusa mikono na kakupagusa kisu gai. Watu wengine mpaka ndio huwa nawaambia na si mchezo. Na shitwa kama tumbo yako iko na lining ya chuma.
Because kama haisikii kitu ikiwa na shida, hii tumbo yako labda wewe na plastic ama chuma. Ingekuwa normal, au ungekula vitu zingine. Salimia jirani tu kwa hapo bali umwambie tafadhali naomba hivi. Na mwambie hata si tafadhali, mwambie mambo ya kukula barabarani tumemalizia hapa. Mambo ya kukula barabarani tumemalizia wapi? Hapa. Hata baada ya corona hatukuli kwa barabara. Amen. Wengine utakaa ukitusubua tubo na kitu ile baya na wewe ni vitu unakula. Machungwa unakatiwa na kisu ambao imekata everything. Paka jamaa akiona ukucha wa mguu umeshomoka anakata tu na ile kisu alafu anakukatia machungwa. Nyinyi huwa muangalie vitu zingine hata kwa TV. Mliona ingine ilikuwa inaonyeshwa machungwa inaoshowa kwa mtaro ya sewage. Alafu itauziwa watu. Na watu tu dakika ile ya orange. Mpendwa, wakati umefika tuache vitu zingine. So, let me not go that way. But I wanted to say, there is a healing that comes when we do what? We fast. Healing. There is power in fasting. A power that brings health. And I want to say this, even some minor issues in the body can be sorted out by fasting. When you deny the body food, there is a metabolism you stop. Praise the name of the Lord. Kwa mfano tumbo yako kukaa siku 3, 4 na particular ukifika siku 7 kwa kufunga, kuna adjustment inafanyika katika mwili. Some chemicals zinaacha kuachiliwa. Mwili unaanza kuzipima. Unapima zikiwa kidogo. Wengine ambao mnasuguliwa na acid kwa tumbo, hizo mnaitanga acid, sijui nini, enda ufuke siku 7 ukunywe maji. Chemicals zako zile zinaleta hizo acid na hizo vidonda vya tumbo zitakuwa regulated na hiyo fasting umefanya. Hautasikia hiyo tu vidonda. Lakini kaa tu ukikula, mwili unaanza kuachilia. Uachilia tu chemical. Bile inamwagwa sijui nini. Mwishowe mwili yako haina time ya kurelax. Haina siku ambayo inasema hakuna chemical. Okay, kulingana na vile mnaniangalia, mtafuga ama hamtafuga? Mtafunga wapendwa? Si vingine tuachane na hii chakula. Tumbo ni ya chakula na chakula ni ya nini? Na hapo chini pameandikwa na Mungu ataangamiza zote. Kwa hivyo wacha kukula kana kwamba tumbo itadumu milele. Na hii chakula hakuna mahali inaenda. Mimi nilikuta tukilima mahindi na hata waleo mama yangu amekuza mahindi, hata kuna siku nyingine alitutumania tu mahindi kidogo. Najua anafikiria juu ya corona iko Nairobi, tuko na njaa. Bwana asiwe sana. Sasa alitumana mahindi. Mahindi haijakwisha kwetu tangu nizaliwe. Haleluya. Almost half a century ago. Na bado mahindi iko. Kwa hivyo hakuna mahali mahindi inaenda. Mahindi by the way ilikuja Afrika na nani? Na Mportugizi. Akiwa ametoka wapi? South America, Americas ndiko kulikuwa kuna kuzwa mahindi. Mahindi sio ya Kenya, mahindi ilitoka na huko Amerika ikiletwa hapa. Sasa wapendwa, mahindi si ati imetokea jana, imetokea siku nyingi. Hii ugali hakuna mahali itaenda. Fuga, utakula ugali next week. Maana wengine hata ukianza kufuga ile sura unavaa ni kama chakula imeenda. Haipatikana tena. Paka unaongelesha watu vibaya. Na nilisema ukifunga si mambo ya kuvaa hiyo sura unavaa. Bwana asifiwe sana. Just a little bit low. Amen. So twende katika jambo lingine. Jambo la ngapi? La 6. Ukiangalia katika mstari wa 8 sehemu ya 3. Your righteousness shall go forth. Praise the name of the Lord. Your righteousness shall go before you. Pia katika fasting it helps establish righteousness. Kuna mavitu watu hushindana nazo katika life na haziwezi shindwa ukiwa tu na ugali kwa tumbo. Kuna madhambi na vituko hauwezi achana nazo mpaka siku ile utajifundisha kufunga. Kuna dhambi utavunja, kuna utawala wa dhambi utaondoa wakati unafunga. Bwana asifiwe sana.
Particularly when you fast in the right way and you fast for the right thing. Kuna dhambi zitaondoka. Blessed be the name of the Lord. Na katika healing nimeacha jambo ambalo physical and spiritual healing inaweza letwa na nini? Na kufunga. Physical and spiritual. Mawazo yako ukitaka yapone, funga. Jinyime chakula, kaa mahali. Utasikia mawazo yako ikirudi normal. Niliwaambia chakula ni kama pombe, wakati mwingine ina ulevi wake. Chakula kuna energy ina produce, hata kwa brain ina circulate. Chakula kuna vile inafanya damu ikimbie haraka. Kuna reasoning ambazo hauna wakati umefunga. Okay, I've ever given this example very many times. The Englishman says, a hungry man, that's a problem to a Mukamba and a Mumeru. Hallelujah. Ati inasema aje? Ati an hungry man, mimi sijasema hivyo, nimesema a hungry man is an angry man. Mtu mwenye njaa ni mtu mwenye hasira. Unajua ni kwa nini mtu mwenye njaa ako na hasira? Maana akili yake iko soba. Usilete utoto hapa. Akili yake haitaki utoto, haitaki mchezo. Ukileta mchezo atakugonga. Maana ako na njaa, anafikiria sobari. Hauonangi, nimewaambia hivi, angalia mahali kuna bushari, hapo karibu kuna nini? Ba. Maana watu wakishiba watakula vitu zingine, watafanya vitu ambazo hawafanyi. Mahali kuna bar, kuna buchare, kuna nini, na hapo nyuma karojing. Maana watu wakishakula hawaonagi vitu zikiwa normal. Ndio unakuta mtu amefuata mapego. Mtu mapego hana meno, ilitolewa yote kwa pombe, lakini anamfuata tu. Maana baada ya kulewa you are not normal. Naye mtu aliyekula sana hakuagi soba, hafikiri sobare, anaona mambo ikiwa inverted. Ukitaka kuona mambo vile yalivyo, hebu funga. Ukitaka kujielewa, hebu funga, utajiona. Lakini ukiwa umekula umeshiba, au jioni, hata ukiambiwa na mtu na wewe unajua unakuwa na mchezo mwingi. Unamwambia nani? Hata mimi unaongea tu mchezo. Maana you are full, hauoni sobari. Hata wengine ukitaka kupata business ideas ambazo zinaweza kupita mipaka, enda ufuge chakula, uwe soba. Ama ukiwa umefunga siku ya 7, zunguka mji, angalia mji, you will get to see ideas you have never seen. Praise the name of the Lord. If you are sober, you will think in a sober way. You will have the grace ya kuona vitu ambazo watu hawaoni. Praise the name of the Lord. So tuende bet. Nimesema righteousness. That was the number 6. Righteousness. Haki fulani. Kuna vitu utaacha kufanya ukiwa umefunga. Na ndio huwa naambia watu wengine ambao wanakaa wakikwambia pastor uniobe, ninashikako na hasira sana. Fuga, hasira itaenda. Ukiwa umefunga utakasirika upige nani? Na hauna nguvu. The pastor nie hiyo kagero karinga mundu. Ndwambe wehige thiko 10 wona kana ni ukaringa mundu. Ufuge siku 10, nguvu ya kugonga mtu itatoka wapi? Lakini ukiwa umekula hii ugali unakula kila siku, ndio kuguzwa tu kidogo hivi mtu anasikia kofia ingine ilikuwa inaitwa kimanyoko. Sijui hiyo ilikuwa imetoka wapi. Yaani kofia nyuma unatoka mtu mpaka anasikia kama mpaka unasikia mtu akisema nidi inavya kararani kile na rufao. Sikujua kama aniligoga na bao. Kwa maana ile nguvu ulikuwa naye ni ya ugali ya miaka 3. Lakini unafunga chakula, vitu zingine unaona different. Praise the name of the Lord. Ukiwa umefunga hata mtu akikukosea, sasa unanyamaza tu, unakuwa patient. Maana huna nguvu ya mabishano. Lakini wengine kwa nini unawakaka, unasikia mpaka ni kama ulimeza kiberiti na imeanza kuwaka kwa tupu. Ukianza kubishana mpaka una sweat. Unafuka tumacho hivi ukiogea mpaka unataka kuigiza kidole kwa macho ya mtu. Ni hinya wa gima. Fuga uone. Dhambi zingine zinafujwa wakati mtu amefunga. Number 7. Anasema the glory of the Lord shall be your rear guard. Utukufu wa Mungu huwakujia waliofunga. God's glory is found by those who fast. We all know the story of Moses. When he fasted, he was on the mountain. After fasting, the Bible says, and he came down and his face was shining. The glory of God was upon him. Kuna utukufu katika hii life. Haukupati kwa sababu ya kuokoka.
Haukupati kwa vile umekaa kwa kanisa miaka mingi. Haukupati kwa vile wewe ni pastor. There is a glory you attain when you fast. Praise the name of the Lord. So my brethren, wachana na chakula siku zote. Kuna utukufu unataka katika life, haupatikani tu. Unapatikana na watu ambao hufanya nini? Kufunga. Amen. Verse number what? Verse number 9, you shall call and the Lord will answer. I think I've already handled this. You attract God's answer. Praise the name of the Lord. So when you fast, you will call and the Lord will answer. Kwa hivyo kuna majibu una hasten by fasting. There are answers you need, and which the best thing that you can do is to fast and then you pray. Na kwa hivyo ndio maana nataka kusema kuna watu wengi ambao tumelalia kwa eneo la maombi. Fasting is the next level of prayer. Badilisha gia ya maombi. Wachana na maombi peke yake, ongeza prayer and fasting. Matthew 17:21 will remain to be a key scripture as we continue. Jesus said, this kind does not go away except by prayer and. Kwa hivyo kuna mahali maombi inafanya kazi, lakini kuna mahali ukitaka kufika unaongeza nini? Fasting. Kuna majibu ukitaka unaongeza fasting katika life. Bwana Yesu atukuzwe. Basi hiyo inaendelea. Praise the name of the Lord. You shall cry and he will say, here I am, if you take away the yoke from your midst. Now, let me say this and read other scriptures that will help us. The other number what? Number 8. God will guide you when you fast. Acts chapter 13 and verse number 1. Now note, we will have other verses that we will share. Verse number 1 to 2 hapo hivyo utasoma yale maneno. Na katika Isaiah 58 verse 11, the Lord will guide you continually. The Lord will do what? Guide you continually. So there is a guidance. The Bible says, and in the church of Antioch, the disciples were praying and doing what? Acts 13. All right? They were praying and fasting. And the Lord spoke to the church and said, separate for me Paul and Barnabas. Praise the name of the Lord. So there is a you need to be doing rather. And the reason or the answer is when you fast, you will know. You will have the guidance of the Lord. Utaongozwa na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. The same Isaiah 58 verse number 11, and satisfy your desires in scorched places. All right? So the other thing number what? Number 9, the desires, your desires will be satisfied or will be fulfilled. Tamaa zako zitatimizwa when you fast. Kuna haja zako ambazo Mungu atakutimizia because of your fasting. Praise the name of the Lord. So brethren, fast. Fast. Number 10, and you shall be and make your bones strong. There is divine empowerment when you fast. Divine empowerment. So nitasema hivi, kuna vitu hauwezi sukuma ukiwa na ugali kwa tumbo. Siku ile utaweka ugali chini, utasukuma. Kuna mipaka huwezi vunja juu ya kukura kule unazidi kukura. Lakini siku ile utaweka chakula chini, mipaka itaondoka. You shall be empowered. Praise the name of the Lord. In prayer and fasting. Yesu kabla hajaanza huduma, alienda mlimani kufunga na kuomba. The Bible says, and he returned in the power of the Spirit into Galilee. Are we together? He returned in the power of the Spirit. Praise the name of the Lord. That is in Luke chapter number 4 verse number 14. He returned in the power. After prayer and fasting, he returned in power. So bereni kuna nguvu Yesu hakuwa nazo kama katika mwili. Okay, we know Jesus is God, but he had the body at that time. So there is limitations ambazo alijiwekea yeye mwenyewe kama Mungu. Na hakurudi na nguvu mpaka wakati alifunga na nini? Na kuomba. Wapendwa, prayer and fasting. There is a guarantee of power when you pray
and the fast. Is it number 10 or number 11? Number 11. Refreshment. All right? We go back to the book of Isaiah, chapter 58, verse number 11. And you shall be like a watered garden, like a spring of water whose water do not fail. That water is what I am comparing to refreshment. Unajua kuna watu wanaishi maisha ambao haina refreshment. Haina periods ambazo you are refreshed, you are renewed. Praise the name of the Lord. There are times you don't need the power. You just need a refreshment. You just need some kind of rest. Are we together? Na niwaambie hivi. Wapendwa, kufunga kuna kupea break fulani katika life. All right? Katika kufunga kuna kitu inaitwa refreshment. And therefore, this is why I'm saying, do not be ignorant. Fast. Wakati umefunga kuna kile mwili wako unaanza kupata rest. Mawazo yako yanapata rest. Na ndio nitasema hivi, when you fast and let people take advantage. Kama kwa mfano, unajua kuna watu wafanyikazi ambao mnakaa mkisema unajua mimi pastor pale kazini tunakuwa busy. Kama sasa Friday, was it a public holiday? Si wale tumeajiriwa wengine wetu hatukuwa kazini, si ndio? Kwa sababu gani it's a public? Why don't you utilize, for example, wewe unajipagia every public holiday, as for me, I'll be fasting. Ujiwekea hivyo, unaweka ya kwamba 1st of January is a public holiday. Ni siku yangu ya kufunga. Kwa sababu gani? Kuna rest unahitaji katika maisha yako. Wengine si uanze, kama kwa mfano hii ilianza Friday. Na unajua Saturday hauko job. Si ufunge Friday. Si ufunge hiyo Saturday. Si leo ungekuwa fasting. Si upate siku 3 za kupumzika. Unapata refreshment from God. Tatizo letu kubwa. Sikukuu ya Muislamu, hiyo ndio umeendea tu matumbo. Maana ni nini? Public holiday lazima ukule vizuri. Christmas hata ujui ilitoka wapi. Kitu kingine iko na ushetani mwingi. Lakini hiyo ndio siku nakuta mtu amepika paka nyumba inanuka chakula siku 7. Maana ilipikwa mpaka harufu ikakorea kila mahali. Paka ukivaa hivi anaweza upige tu marashi, mtu anajua huko kulikuwa na chapo, anasikia pishori na keki. Dania hoho anazisikia kwa guo, maana umebeba chakula ukienda, manukato ya chakula. Wapendwa, simuweke siku hizi ziwe siku, particularly those who work, those who are employed, those who don't have the opportunity ya kufunga kila wakati. Si you set aside these days, unasema hizo ndizo siku za kufunga. Wengine kwa sababu unafanya biashara na Sunday unajua hausubuki sana, maana Sunday uko kwa church. Si uweke Sunday iwe siku ya kufunga. Ujiwekee siku ya kufunga. And I want to advise this. Na tumekuwa tukijaribu kupractice hiyo kwa kanisa. Na nashukuru Mungu. Kwa miaka 4-5 imepita, tumekuwa tukifunga at least 1 day per week for the membership here. Na kama wewe ni member wa hii kanisa na uvugi hizo siku, hiyo moja kwa wiki, wewe ni anaitangwa nani? Ex officio. Nimebabae hajachika kabisa. Bwana asifiwe sana. Tunajaribu kuadvise na kufundisha watu kufunga siku moja kwa wiki. Siku moja kwa wiki, wapendwa. Ugatiga kulia wako magitanda handu thibitari. Urare kwa hospitali ndio siku ile unaweka chakula na mipira ndio hautakula. Ukigeuza unaangalia mtu na jicho nusu. Hiyo ndio siku utafunga. Si ufunge uzuie magonjwa katika maisha. Si ufunge useme Bwana nihurumie. Si useme Mungu nisaidie. Nisije siku moja nikarara kwa kitanda hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Simaanishi wale watu hurara kwa kitanda hospitali ni wale hawafungi. Wapendwa, nilifunga sana, niliomba sana. Na kuna siku, hata kama sikulala kwa hospitali, kuna siku nilikuwa naona chakula, naenda safari. Maana niko mgonjwa. Lakini nawaambia, kitu moja nimekuwa na uhakika naye. Baada ya hii maombi na investment ya kufunga na kuomba, huwa ni